Nimepokea taarifa majira ya saa 7 za mchana leo tarehe 18 ya mwezi huu wa 6 2026 kwamba ofisi zetu zimevunjwa kwa maana ya milango, na niwarejeshe kwamba itakumbukwa leo tulikuwa na kikao cha jimbo pamoja na viongozi wa jimbo la Mbeya mjini, viongozi wa wilaya na wanachama wengine kwa ajili ya maandalizi ya mkutano wa hadhara ambao unatarajiwa kufanyika hapa Mbeya tarehe 23 na ambao utahutubiwa na viongozi wa kitaifa wakiongozwa na makamu mwenyekiti wa chama chetu kwa maana ya John Wengese Heche. Sasa nilipopokea taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa baraza la vijana ambaye alitangulia kwa ajili ya maandalizi, akanijulisha kwamba ofisi zetu za kanda zimevunjwa milango na mambo mengine maovu yamefanyika. Bila kusita tulifanya haraka, nikawajulisha viongozi wangu wa kanda kwa maana ya katibu wetu wa kanda ambaye yupo kwenye majukumu mengine, lakini nikalijulisha na jeshi la polisi, nikazungumza na RPC wetu wa mkoa wa Mbeya kwa maana ya Mheshimiwa Kuzaga Benjamin, tukakubaliana na baadaye nikazungumza na UCD wa wilaya hii ya kipolisi ya Mbeya, ambapo mimi nilitoka Mbarizi nikafika eneo la tukio kwa maana ya ofisi zetu za kanda, na dakika chache polisi pia waliweza kuwasili hapa, na kwa pamoja tukaanza kushuhudia mambo maovu yaliyofanyika. In short ni kwamba ofisi zetu zimevunjwa na kuna uharibifu mkubwa umefanyika ambao mimi na wewe na wengine tunajiuliza ni kwa nini tumefikia hapa. Au watu ambao sisi hatujui waliweza kufika hapa ofisini na muda ambao hatujui, wameweza kuvunja ofisi zetu kama ambavyo ninyi wenyewe waandishi wa habari mmeshuhudia. Wakavunja milango, wakavunja komeo, na inaonekana walikuwa na vitu maalumu vya kuvunjia, kwa sababu kuvunja hivi vitasa vya chuma na makomeo hayo panahitaji safari ndefu kidogo. Kwa hiyo walikuwa na maandalizi ya kutosha. Kwa hiyo sio watu tu kusema ni watu wameokota, ni watu ambao walifanya maandalizi yao kwa ajili ya kuja kufanya uharibifu. Na baadaye wakachomoa taa, wakavunja taa iliyokuwa nje ili uovu wao unapotekelezwa watu wasiwaone. Lakini hapa nje tulikuwa na bendera yetu ya chama ambayo ilikuwa na chuma. Sasa hili chuma limevunjwa, na kuvunjwa chuma na chuma lina unene, ni nene kweli kama ambavyo mmeliona hicho kipisi kilichobaki. Kwa hiyo wakavunja ile chuma na wakaondoka nalo. Lakini hawakuishia hapo. Wakavunja mlango wa kuingilia ndani, wakavunja mlango wa kuingilia kwenye ofisi mbalimbali ambapo zipo ndani kwenye hili jengo. Waliweza kuingia kwenye ofisi za mabaraza ya chama ya kanda, kwa maana ya ofisi ya Bazecha, Bawacha pamoja na Bavicha, ambazo pia hizo ofisi tulikuwa tumehifadhi baadhi ya vyombo vya chama. Kulikuwa na masufuria 4 makubwa ambayo Bawacha walikuwa wanayatumia kwa ajili ya shughuli mbalimbali na tulitarajia tuyatumie tena, yamechukuliwa. Lakini palikuwa na vyombo, sahani mbalimbali ambazo zilikuwa humo na zenyewe zimechukuliwa, na vyombo vingine ambavyo vilikuwa vimetunzwa kwenye hiyo ofisi ya mabaraza vimechukuliwa. Lakini hawakuishia hapo, wakaenda kwenye ofisi ya katibu wa kanda, kwa maana ya ofisi ya katibu wa kanda ina ofisi nyingi. Wakaingia kwenye ofisi ya maafisa wa kanda ambako ndiko dokumenti zote za chama zinaandaliwa huko na vitu mbalimbali vinaandaliwa huko. Walichokifanya, wizi waliofanya kule baada ya kuvunja ule mlango, wakaweza kubeba printer ya chama ambayo ni aina ya Epson, namba yake nitawatajia hapa. Wakaondoka nayo, ambayo ndio tunaitumia kwa ajili ya kuprinti kadi za wanachama wetu, kuzalisha kopi mbalimbali na document, kuandaa document na vitu vingine mbalimbali. Lakini palikuwa na PC ya chama pale ambayo walikuwa wanaitumia maafisa wa kanda, na yenyewe haipo pale. Hawakuishia hapo, wakachukua document za chama ambazo tunasubiri maafisa wa kanda watakaporejea pamoja na katibu wa kanda, tutazifanyia uchambuzi ili kujua ni dokumenti gani ambazo zimechukuliwa. Lakini ukweli ni kwamba dokumenti zimechukuliwa kwa sababu tunapowasiliana na walengwa ni kwamba kuna dokumenti zilikuwa kwenye kabati fulani hatujaziona. Kwa hiyo Watanzania tu na wanachama wa Chadema mjue kwamba dokumenti zetu za chama zimechukuliwa, na tunalisema hili ili zikionekana huko mitaani tujue ni wale wenye nia ovu wamezichukua dokumenti zetu kwa ajili ya kutufanyia mambo mabaya. Lakini hawakuishia hapo, wamechukua na kadi za kwetu za Chadema za wanachama wetu mbalimbali, na ambazo zimeprintiwa na zingine ambazo hazijaprintiwa kwa maana ya vipalata. Sasa hili linatufundisha nini? Kwamba tusije tukajikuta kesho, na msajili ajue hili,
kwamba kesho tukasikia kadi za Chadema zimeokotwa huko, mwisho wa siku ikageuzwa kwamba kuna wanachadema wamerudisha kadi. Watanzania na wanachadema mtambue kwamba kadi zetu za wanachama mbalimbali zilizokuwa zinaprintiwa hapa zimechukuliwa. Kwa hiyo akionekana kuna jambo lolote linalohusiana na kadi, basi huyo ni mtu wa kwanza ambaye atakuwa alichukua kwa nia mbaya ya kuhakikisha anakidhalilisha chama chetu. Lakini pia wameenda kwenye kabati mojawapo la maafisa wa kanda ambalo tulitunza pia bendera za chama. Wamechukua bendera zote za chama ambazo tulikuwa nazo ofisini, ambazo zingine ni kwa ajili ya maandalizi ya mkutano ambao tunataraji kufanya tarehe 23. Kwa hiyo umma wa Tanzania, msajili pamoja na vyombo vinavyohusika wajue kwamba kuna bendera zetu nyingi tu ambazo hatujazifanyia tathmini kwamba ni ngapi zimeondolewa, zimechukuliwa. Kwa hiyo zitakazoonekana huko aidha na watu wengine wanasema ni wanachama wamekuja wamerudisha na bendera, basi tujue ni wale wenye nia ovu wamechukua bendera zetu na mambo mengine. Kwa hiyo tunataka kurani ili tukio. Sisi kama chama kwa ngazi ya mkoa na chama kwa ujumla wake tunalaani hili tukio ambalo linatuletea shida na tunajiuliza maswali mengi, kwa nini tumefika hapa. Sasa mimi kama kiongozi wa chama wanalihusanisha kabisa tukio hili na mambo ya kisiasa. Na mambo ya kisiasa naliwekwe wazi kabisa kwamba tunaamini ni mambo ya kisiasa, ikitarajia kwamba tupo kwenye kipindi cha maandalizi ya mkutano wa hadhara ambao utahutubiwa na viongozi wetu wa kitaifa siku 3 zijazo mbele. Mheshimiwa Heche atakuwepo hapa. Sasa wanajaribu kutuondoa kwenye focus ya kufanya maandalizi, leo wanatuletea hasara ambayo iko hivi. Kwa sababu ukijiuliza kwamba ni mtu gani, kwamba watu ukisema huyu ni mwizi ama ni kibaka, huyu kibaka aliyeamua kubeba bendera ya Chadema ili zikamsaidie nini? Huyu kibaka aliyeamua kubeba kadi za Chadema ili zikamsaidie nini? Huyu kibaka aliyeamua kuchukua dokumenti za Chadema ili zikamsaidie nini? Zikamfaidishe nini? Atauza wapi dokumenti za Chadema? Kwa hiyo kwa namna yoyote ile tunaamini hili jambo linahusiana na matukio ya kisiasa, na tunalitaka sasa jeshi la polisi lifuatilie kwa kina, kwa sababu tumewapa pa kuanzia sasa, na wao wanajua tuna ugomvi na wenzetu wa Chama cha Mapinduzi. Wao ndio wagomvi wetu wa mara zote kwamba tupo kwenye maandalizi ya mkutano wa hadhara. Sasa wanatuletea haya mambo ambayo yanakuja kutokea. Jambo la pili, tumezungumza na RPC Kuzaga juu ya jambo hili, ametupa ushirikiano. Tumezungumza na OCD wa wilaya hii ya Mbeya, ametupa ushirikiano, na tumeenda pale baada ya kutoa maelezo tumeweza kupatiwa pia na namba ya kesi ya kuripoti ambayo ni 1871. Kwa hiyo na sisi tutaendelea kufuatilia kwamba hili jambo linafikia wapi. Tunatoa wito sasa kwa jeshi la polisi kwamba kama ambavyo wanakuwa sharp, wanakuwa tayari kufuatilia wanachadema endapo wakisikia jambo lolote, kwa wanakuja kutuamsha mpaka usiku. Wakisikia jambo lolote, kama kuna uchochezi, wao wanakimbia muda wowote. Basi kwenye hili jambo, ili tuonekane wako fair kwenye maeneo na pande zote mbili, walifanye kwa kitaalamu chao, kwa utaalamu wao, lakini wanachadema tupate majibu na wahusika wa jambo hili wapatikane. Hapo ndio tutakapowaamini. Lakini tunawataka wasije wakafanya yale mambo ambayo wamekuwa wakitufanyia Chadema, wanakuja tu wanaona mwisho wanayaterekeza kwenye makabati yao. Jambo hili halitakuwa sawa sawa. Sisi tuna mambo mengi ambayo tumeripoti kwa jeshi la polisi na mpaka leo haijafanyiwa kazi.